Bahati Female Band. Kwanza ilikuwa ni unaitwa nani kwanza? Okay, yes. Kwa majina mimi naitwa Irene Semistocracy, ni artistic coordinator wa Bahati Female Band. Kwa nini Bahati Female Band ama band yetu ilianza lini? Band yetu ilianza mwaka 2020 ambayo ikiwa chachu ya kuendeleza au kukusanya wanawake, kuhamasisha wanawake kwenye muziki. Na tuliona kabisa kwamba hakuna bendi ya wanawake wanaoweza kusimama kama bendi kupiga vyombo, kuimba. Mara nyingi waga tunaonaga tu mwanamke anakuwa anaikwa mbele kwenye kuimba, lakini Bahati Female Band kama sisi wapigaji, ni sisi pia waimbaji, lakini nia na madhumuni ni kuongeza chachu na kuhamasisha wanawake kwenye tasnia ya muziki ama sanaa kwa ujumla. Hasa kwenye kupiga vyombo na kufanya vitu ambavyo zamani mlidhani kwamba ni vya wanaume labda. Yes, sababu zamani ilikuwa mwanamke lazima ukiona mwanamke yupo kwenye bendi yeye ni anaimba tu. Anaikwa mbele pale, yani kama huwa aimbe, lakini huwezi kumuona mwanamke akipiga gita, mwanamke akipiga kinanda. Na ilikuwa ni mara nyingi wengine walikuwa na vipaji lakini hawezi kuvionyesha kwa sababu palikuwa hamna watu wa kuamini kwamba mwanamke anaweza kupiga vyombo vya muziki. Lakini kupitia sisi kwa kweli hiyo kazi tumeifanya na tunaendelea kuifanya, kuhamasisha kwamba wanawake tunaweza na tunaweza kufanya zaidi ya wanaume wanavyoweza kufanya. Mlipatanaje sasa? Ili wazo kwanza tunamshukuru kwanza, shout out sana kwa director wetu ambaye pia ni mwanamke wa shoka, ni mwanamke ambaye amebeba ndoto za wanawake wengi kabisa kwenye tasnia ya sanaa, Pili Maguzo. Na ilikuwa ni ngumu kwa kweli kwa kutanisha wanawake wote kwa pamoja, lakini tulianza kidogo. Tulianza na watu ambao wana idea ya kinanda, huyu ana idea ya kupiga tumba, huyu ana idea ya hiki. Kwa hiyo ilikuwa hivyo na idea yako njoo. Kwa hiyo tukawa tunafundishana, pia tunawaomba walimu wanakuja pale wanatufundisha na kwenye kukuza, na kila siku tulikuwa tunaamini kabisa kwamba tunaendelea kukua. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuweza mwanamke kukubali ama kusema kwamba mimi naweza kusimama na nikafanya hiki kitu fulani, kupiga chombo fulani. Kwa hiyo ilikuwa ni namna tunawakusanya kidogo, wanakuja na tunawaaminisha na tunasema utaweza kufanya. Safi sana. Naona hapo ni Thamini Project. Niambie kuhusiana na hiyo project. Okay, yes. Umeongea sana. Umependeza sana na umeongea sana. Hebu waongee na wengine. Karibu. Mimi naitwa Latifa Abdalla. Mimi ni msanii wa Bahati Female Band, ninaimba na pia ni dancer. Na ni mdada ambaye pia nina ulemavu wa mguu na mkono, lakini Bahati Female Band haijai kuniacha nyuma. Kama msanii wameamua kunichukua na mimi ili niungane na wenzangu na niko vizuri nao. Ni Thamini Project. Nashindwa kuelezea zaidi, lakini kwa sababu kuna kiongozi, aelezee mwingine anayeweza. Kiongozi ameshaongea sana. Basi naweza nikaiongelea kwa ufupi kutoka kwa mtu mwingine. Naweza nikaongelea kwa ufupi kwa uelewa wangu. Kwa uelewa wangu, ni Thamini Project ni project ambayo imekusanya wanawake ambao hawana ulemavu na sio na ulemavu, lakini sana dhumuni la project hii ni kwa sababu ya kuwaweka pamoja pia watu wenye ulemavu, yani kwamba wathaminiwe. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho najua mimi. Ni Thamini Project inahusisha pia kuhusiana na watu wenye ulemavu, kuhusu thamani yao pia katika sanaa na maisha kwa ujumla. Umeeleza vizuri. Wewe mwenyewe wanakuthamini bwana. Na maana unasema hawajakutupa. Wananipenda sana. Safi sana. Wewe ndio unapendwa zaidi. Yaani napendwa mpaka naumwa. Safi sana. Dada hapo unaitwa nani? Mimi naitwa Sogelea mic basi. Ama kuna kitu inabidi utupigie hapo. Umekaa mbali kama unaogopa mic. Sogeza kitu. Hapana. Ngoja nisogeze. Okay. Ama kuna ngoma ya kupiga? Yeah, kuna ngoma hapa chini. Okay. Sawa. Okay. Mimi naitwa Britannia Richard. Wengi wamenizoea kuniita Brighty. Mimi ni msanii wa Bahati Female Band. Ni mwanamuziki, niseme msanii mwanamuziki kwa sababu napiga vyombo na naimba. Unapiga vyombo vingapi? Almost 4. Nini na nini? Napiga tumba, ngoma kama unavyoiona, napiga drums, napiga bass guitar. Na kinanda kidogo nagusa. Hivyo vitu umejifunza wapi? Hapo Bahati ama ulikuja unajua? Nilikuja najua. Yes. Mimi ni mwanafunzi wa TASUBA miaka 3 na diploma. So nilikuja tayari na ujuzi. Kwa unawafundisha wengine pia? Yeah, tunafundishana. Tunaelekezana, sio kufundishana. Safi. Pale mwisho mambo
Mambo mazuri kama nywele yako. Asante, mimi ninaitwa AC Esther. Napenda kuniita AC Music. Mbona niko na kinanda karibu. Kabisa. Ya, mimi ninafanya kinanda. Main ni guitar, drums. Lakini kwa bahati kama mwanamuziki nafanya kinanda. Ni rahisi ama ngumu kiasi gani kufanya kazi wanawake watu? Niseme ni mchanganyiko kwa sababu kushajua wanawake. Nomo. Wanawake tu hivyo. Lakini tunashukuru viongozi wetu kwa kweli. Wanafanya kazi kubwa sana. Yaani tunapendana sana. Yaani sio nisemeje. Yaani tamani siku hata uje utembelee uone. Utakuja kabisa. Ofisi zenu ziko wapi? Ziko pale na Passat. Kumbe hapo nyuma tu. Hapo tu. Hiyo nitakuja. Hiyo yani nitakuja kabisa. Alafu nimekumbuka kuna siku basi nimewahi kuwaona. Sema nadhani ilikuwa sio nyinyi. Kwa hiyo leo mtatupa performance gani? Manake mmeongea sana. Sasa tujue yaliomo yamo. Yeah, of course. Leo pia tunakuja kuwapa burudani, tumekuja wachache lakini Bahati Female Band ni timu ya wasanii 15. Lakini leo tumekuja wachache kutokana pia na majukumu. Na niongelee kuhusu Nisamini project, that is the main project ambayo sasa hivi ndio tunaiendesha. Na nia ni kwamba kuongelea haki za watu wenye ulemavu. Na ni project ambayo imeishi ndani yetu kwa sababu sisi tuna watu wenye ulemavu na tumeanza nao, tumekuwa nao, lakini tuliona changamoto ambazo wao wanapitia kama watu wenye ulemavu. Na tukasema kwa nini sisi tusitumie sanaa yetu kuongelea, maana ni matatizo ambayo sisi tunaona tumeishi nayo, sio matatizo ya kuambiwa ya kufanyaje. Kwa hiyo kama kazi ya sanaa kuleta elimu na mabadiliko chanya kwenye jamii, basi sisi Nisamini tukaitumia kwenye namna ya kuleta mabadiliko ambayo yalianzia ndani yetu sisi kwenye bendi. Na project hii pia imefanya tuweze kutunga nyimbo ambazo hususan kabisa zikitoa elimu moja kwa moja kwa watu wenye ulemavu, na tumezitunga sisi wenyewe, tumeziarrange sisi wenyewe kusaidiana na watu tofauti tofauti. Na vile vile pia tumeweza kufanya tour ya Nisamini project na kwenye mikoa 4, lakini the main point ilikuwa ni mikoa 5, lakini tour yetu bado inaendelea. Tuliweza kuifanya mwezi wa 12 ambao tulienda Arusha, tulienda Manyara, tukaenda Dodoma na Iringa vile vile pia. Lakini nia hizi project tulikuwa tunaifanya kwenye maeneo ya wazi, tukiamini kabisa kwamba pale kuna hazila tofauti tofauti ambao wanaweza kupata elimu ama kupata hii elimu pia kama mabalozi wazuri kuhusu masuala ya haki ya watu wenye ulemavu. Na this time pia tutafanya hii tour yetu, tunaenda kuimaliza hapa Dar es Salaam. Yes, I can't wait. Jamani, sisi wote tunauwasha kwa kweli. Mnaonekana. Na tutaifanya Januari, maana watu tunaamini Januari ndio hii. Hatuna hela lakini sasa tutawatunzaje? Sasa sisi no. Sisi kututunza sio pesa. Sisi kuonyesha mchango wawe kupata elimu na kwenda kufanya mabadiliko chanya kwenye jamii yako. Hiyo sisi ni mchango mkubwa sana kuliko pesa. Sasa unajua wengine tukija tukiona hivi show talent wanawake mmejibeba, yani tunasema jamani hata niwapea maji, sio kwa sababu mnataka ila kwa sababu tumeguswa. Na hela ikataliwi. Sasa ndio maana tunasema mbona mnaweka Januari mwezi wa kabeji? Yes. Hata buku kwetu si ni pesa. Sawa. Na unajua watu wamezoea Januari sio mwezi wa burudani kama unavyosema, sio mwezi wa pesa. Mwezi wa stress. Lakini sisi tunasema huu ni mwezi wa Nisamini. Huu ni mwezi wa kutoa haki na kurudisha tabasamu kwa watu wenye ulemavu. Yes, na Bahati bwana, sisi tuna bahati kama tulivyo. Tunashirikiana, maana watu wanaweza pia kuuliza wenyewe mnawezaje kufanya kazi zenu hivi. Kiukubwa kwa kweli sisi tunashirikiana na watu tofauti tofauti kwenye kuhamasisha au kuongeza nguvu kwenye kutoa hii elimu. Tunafanya na institute tofauti, embassy, na vile vile pia kama unavyoona tunashirikiana na serikali, maana sisi pia tuko yani serikali inatutambua kwa sababu tupo registered kabisa kwenye sanaa la baraza la sanaa taifa. BASATA wanatujua vizuri sana, sisi ni wanachama wao na ni mabalozi wazuri sana kuhamasisha watu kwenye masuala ya kujiandikisha na kujulikana kiserikali. Kwa hiyo na nyimbo leo ndo tutawapigia nyimbo kadhaa. Tupigieni bwana, hicho ndo nilichokuwa nasubiri. Yes. Pia tujawaambia kwamba Mwenge ni lini. Sisi tumeongea Mwenge lakini hatujasema ni tarehe gani. Tutakuwepo Mwenge, wewe mkazi wa Dar es Salaam, ambao
unatamani kusikia Bahati Female Band wakiwa full band, wakiwa wanapiga wanakiwasha kweli kweli. Yes, yes, tutakuwa Mwenge. Ulinishtua ulivyosema kuhusu Mwenge, nikasema Mwenge wa Uhuru. Yes. Tutakuwa Mwenge sokoni pale tarehe 23. Yes, itakuwa Ijumaa. Muda gani? Tutaanza pale kuanzia saa 10 jioni. Saa 10 jioni. Pale tukiwa jua limepungua, stress za kutafuta hela za Januari imepungua, basi utasogea. Tunatamani mje kwa wingi sana. Na mikoa yote ambayo tumefanya tour, I say tumepata watu wengi mno. Tumeweza kuona mabadiliko ambayo elimu ambayo tumeitoa ni elimu ambayo watu walikuwa wanahitaji zaidi. Kwa hiyo tunatamani pia na Dar es Salaam ambayo tunajua ni jiji ambalo lina mkusanyiko wa watu wengi sana. Tunawakaribisha sana waje. Na vile vile pia tunakaribisha watu NGOs hizi kushirikiana na sisi, kutujua vizuri zaidi. Sio na maneno mengi naongea sana. Bora umejua. Tubeni ngoma, yes. Nasubiri ngoma bwana. Yes. Okay, fine. Hii nyimbo tunayoenda kuimba sasa hivi hapa, tulisema Bahati Band tunashirikiana na watu ambao wana mahitaji maalum. So, huu wimbo ambao tunaenda kuimba sasa hivi hapa ni wimbo ambao tumejaribu kuwasii watu ambao wanahisi kwamba watu wenye mahitaji maalum, so watu ambao wana umuhimu kama wao ambao wamekamilika. Sisi tunasema hawa ni walemavu, lakini sisi ambao ni wazima ni walemavu watarajiwa, kwamba hatujui siku gani, saa ngapi na muda gani sisi tunaweza tukawa walemavu pia. So ni nyimbo ambayo tumejaribu kuwasii watu kwamba sisi wote ni sawa, na hii nyimbo inaitwa Sote ni Sawa. Waliokuwa na ulemavu na sisi tuliokuwa ni wazima, wote sisi sote ni sawa, maana saa yote muda wote tunaweza tukabadilika. Exactly. Yeah, of course. Sawa. Sisi ni sawa. Umoja, mshikamano ndio daraja la kutuweka pamoja, tuwe wamoja. Umoja, mshikamano ndio daraja la kutuweka pamoja, tuwe wamoja. Sote ni sawa, tuna haki sawa. Sote ni sawa, ulemavu si kikwazo. Sote ni sawa, tuna haki sawa. Sote ni sawa, ulemavu si kikwazo. Wamwana familia, uko tayari kumuona ndugu yako ama jirani anakosa elimu, anakosa ajira, anasahaulika kwenye haki za msingi, hujafaa hujaumbika. Sauti yangu na isikike duniani kote, tuadilike jamii yote. Tuelimike, sote ni sawa, sote ni sawa, tuna haki sawa. Sote ni sawa, ulemavu si kikwazo. Sote ni sawa, tuna haki sawa. Sote ni sawa, ulemavu si kikwazo. Sote ni sawa, tuwe na usawa. Amini sawa, mimi nawe tuko sawa, pamoja jivunia, pamoja shikamano ni moja.
Sasa hapa Kionjo hiyo tarehe 23 itakuwaje Mwenge? Si ndio balaa zaidi? Hatari. Niambieni kwa miaka 6 ambayo bendi yenu imekuwa ikifanya kazi, mmepata mafanikio gani? Mafanikio makubwa ambayo tumeyapata ni namna vile tumeweza kuwainua wanawake ama kuonyesha vipaji na kuaminisha jamii kwamba wanawake tunaweza kuwa wapigaji vyombo wazuri sana. Kwa hiyo ni lengo pia, tumekuwa kama kioo kwa wanawake wengine, maana pia ndani ya Bahati pia tulikuwa na mradi ambao unaitwa Binti Sanaa. Huu mradi wa Binti Sanaa ulikuwa ni hususan kabisa kuwafundisha wanawake wenye vipaji. Ulikuwa ni call, wanakuja watu tunawafundisha. Maana kuna Bahati afu kuna Binti Sanaa. Kwa hiyo tuliweza kupokea maombi mengi sana na tuliweza kupokea wasanii wengi sana wa kike ambao walihitaji kuja kujifunza, na kweli tuliwafundisha. Kwa hiyo ni moja ambayo achievement ambao waliona kwamba sisi walituona sisi Bahati kwamba tumeweza kufanya. Kwa hiyo tumeweza kuwaaminisha, na malengo mengine ni kwamba tumeweza kugusa jamii kwenye namna moja ama nyingine na kuleta mabadiliko chana kupitia muziki wetu sisi hapa. Yes. Hongereni sana. Najua mnakutana na heka na changamoto kadhaa mkiwa mnatekeleza kazi zenu. Ningependa kusikia kuhusu hilo. Changamoto ziko nyingi. Changamoto ziko nyingi kwa sababu kwanza watu wengi wanaamini kwamba wanawake hawawezi kufanya kitu bila support kutoka kwa wanaume. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wanajitokeza kusema hili na hili, kuongea hili na hili. Hata kuna wengine wanarubuni wanamuziki wengine kwa kudhani kwamba ni wadhaifu, kwamba wanaweza wakawachota akili wakafanya hivi. Lakini sisi kama Bahati Female Band, kwa sababu wakati tunaanza tulikuwa tumeshajua kwamba kuna moja uzuri kwamba sisi wote ni watu ambao tumekutana tukiwa tayari tushapitia sehemu tofauti ambazo tayari tushapitia. Kuna yale manyanyaso manini, so tulikuwa tunajua kwamba kwa nini tunataka tuwe female band, kwa sababu tumechoka unyanyasaji, tumechoka buguza. Sasa tunataka sisi wenyewe tuwe kitu kimoja, ili hata wale ambao wanalia machozi nyuma, sisi ndo tuwe watetezi wao. Sisi ndo tuwabebe, sisi ndo tuwe, yani ndo tuwe mgongo wao, kwamba tuwabebe mgongoni. So changamoto ambazo tunazo sisi ni changamoto za kawaida ambazo zipo everyday kwa wanamuziki wengi wa kike, wanazo na wanazipitia. Ni changamoto ambazo tunajaribu kuzikwepa, na tunashukuru Mungu kwa sababu uongozi wetu uliokuwepo ni uongozi madhubuti ambao umejidhatiti kwamba we are women, so tutashikana kama women. Hongereni sana. Yes. Licha ya kwamba unasema kwamba mnajua na mlijiandaa kwa hili, nyinyi mko zaidi ya 15, sivyo? Yes. Na imani kwamba sio kila mmoja ana swala la hisia na kupambana na ukatili ama unyanyasaji ama changamoto yoyote tu ambayo mnakutana nayo haiwezi kuwa sawa kwa kila mmoja. Kwa mnakuwa mnaambizana nini kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa kwenye mudi nzuri, kwa sababu kazi yenu ni sanaa. Hata kama umenuna lazima utabasamu, lazima uimbe, ni changamoto. Mnakuwa mnaambizana nini pale mmoja ama wawili kati yenu anavyokuwa down sana kutokana na aina yote ya changamoto ambayo anakuwa ameipitia? Of course licha ya yote kuna baadhi ambao ni kweli tunakuwa tuko kitu kimoja, tunaambizana, tunaongea sauti moja, lakini unajua kwenye kundi la watu hawakosekani ambao wanasikia na wasiosikia. So sisi kama wanawake, mtu yoyote anayekuja kwetu tunakuwa lazima tuambizane, bwana kuna 1 2 3 4 5. Hata kama mtu, yani tunampa urahisi mtu kwamba hata akiwa na changamoto ni rahisi sisi kutuelezea, au akiwa na changamoto ni rahisi kusema bwana sawa, nimekuja hapa lakini mimi nina kitu 1 2 3 4, au nimekuja hapa nimekutana na changamoto 1 2 3 4, kwa sababu hata sisi wenyewe pia sisi pia tunaamini pia tuna changamoto zetu wenyewe kwenye tunaamini pia ipo, lakini tunajaribu kuongea sisi wenyewe kwa wenyewe ili mtu hata anapokuwa na changamoto iwe nyepesi sisi kutuelezea, tujue tunasaidiana vipi. Of course tunashukuru Mungu kwa sisi bendi yetu, sisi tuna bahati ya kupata watu waelewa. Tuna bahati ya kupata watu ambao ukikaa naye chini ukiongea naye, hata kama anakuwa na
feeling zake kichwani, anakuwa na hisia zake tofauti kichwani. Mkikaa chini mkiongea kama wamoja, anakuwa anafunguka, anaelewa okay, kumbe mimi nilikuwa nawaza hivi, kumbe sio hivi, kumbe mimi nilikuwa huku napotea, kumbe huyu alivyoniambia hivi alikuwa anataka kunipoteza. So tuna bahati hiyo pia, tunashukuru kwa hiyo. So kwa mtu yoyote anayekuja kwetu akiwa ni mwelewa na akiwa amefuata kazi, maana hii sanaa pia ni kazi. So kama akiwa mwelewa na akiwa amefuata kazi, basi ni mwepesi sana kugeuka. Hata kama amekuja na hisia positive, ni mwepesi sana kugeuka ili kuendana na sisi. Ukiona mtu hajageuka, ujue ana shida yake. We have a positive energy, yani mnaonekana. Na sisi sio tu muziki, yani hatukutani tu kwa ajili ya muziki, hapana. Sisi pia tuna maisha ambayo kila mtu, yani maisha halisi ambayo mtu anayoishi. Mimi Bright ananijua maisha yangu nayoishi nje ya muziki, nini nafanya. Kwa hiyo maana sisi waga tuna session ambazo kwamba okay, mimi bwana personal, mimi kwenye maisha yangu bwana, mimi sina unga nyumbani. Mimi sasa hivi niko low down kabisa na hiki labda mimi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo sisi nje ya muziki pia tuna maisha ambayo tunafundishana. Ndio maana hata ukija na tabia fulani lazima ubadilike, kwa sababu sisi tunaamini kuna maisha ambayo yana muziki. Kama una maisha mazuri au tabia nzuri huko ulipotoka, ni ngumu sana pia kukaa kwenye bendi ama kufanya muziki. Kwa hiyo sisi we have a positive energy always. Kwa hiyo hata ukija na negative energy kwetu, you going to change it. Safi sana. Ngoma zenu zinapatikana wapi? Sisi ngoma zetu zinapatikana kote kwenye platform zote, Spotify, Audiomack, Boomplay, kote sisi zinapatikana. YouTube exactly. Unatumia hiyo Bahati Female Band, pia Instagram tunatumia Bahati Female Band, Facebook pia Bahati Female Band. Kwa hiyo pale unaweza kwenda ukasikiliza hizi ngoma nyingi, zipo pale zimedondoshwa zikiwa na ujumbe madhubuti kabisa wa kubadilisha jamii. Nani anawatungia nyimbo? Sisi wenyewe, hatuna mtu wa kutunga. Kwa hiyo akitunga labda mmoja anawafundisha wengine, sio? Tunachangiana mawazo. Okay. Sawa. Tuna kama dakika 3 hivi. Tupeni basi burudani ili Ijumaa tuje kwa wingi. Hizi t-shirt zenu mnauza? Maana Ijumaa nataka nijipange. Hizi t-shirt haziuzwi bana, lakini baadaye tutatengeneza za kuuza, kwa sababu pia mimi tungekuwa nazo hapo za kuuza. Mimi ningenunua Ijumaa bwana, nataka nijikoki. Yes, Ijumaa tutakupa, lakini pia tutakuwa na bizu tanda. Nitachangia kidogo, msinipe. Oh my God, karibu sana, asante. Haya, sawa. Tupeni ngoma ya mwisho basi, mkiwa mnatuagaga, mkiwa mnajadiliana hapa. Kwa wewe ambaye hujawaona saizi Bahati Female Band, unaweza kwenda pale YouTube, lakini saa 4 kamili unaweza kuwatazama kupitia Crown TV kwenye kisimbuzi cha Azam channel namba 415. Uenjoy sanaa yao na ujiandae Ijumaa kwenda pale Mwenge sokoni wanapofanya Nithamini tour yao ya mwisho, sio? Exactly. Moto unaenda kuwaka Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam. Yes. Sawa bwana, sisi tutakuwa pale. Mko tayari? Yes. Okay. Nyimbo tunaenda kuimba sasa hivi inaitwa Nithamini, na ndio ilobeba project na album ya nyimbo zetu. Nithamini ni nyimbo ambayo imeongelea watu wenye ulemavu na walio kawaida, kwamba mwanamke yoyote anatakiwa athaminiwe mahali popote, sehemu yoyote. So tutaimba kwa ufupi kulingana na muda. Sawa. Ah
Media, mwaka wa mbele ni nyumbani.